Okay, mambo vipi? Naamini kabisa kwamba tuko vizuri. Inawezekana hatuzungumzii sana hiki kitu kwa sababu labda kila mmoja amechagua upande wake wa kuzungumzia, lakini Engineer Hersi ameuheshimisha sana mpira wetu wa Tanzania kwa sababu siku ya kuamkia leo amekabidhiwa tuzo moja ya heshima kutoka kwa watu ambao wanafahamika kama World Football Summit. Inawezekana hulijui ile jukwaa, lakini ile jukwaa limeanzishwa rasmi mwaka 2016. Lengo la jukwaa hili ni kujadili masuala mbalimbali ya kimpira katika uongozi, biashara pamoja na uvumbuzi, na kujadili malengo ama muktadha mzima wa ukuaji na uendelezaji wa mpira miguu. Bahati nzuri ni kwamba mpaka ninavyozungumza nawe hii summit imekutanisha watu mpaka sasa hivi hii summit imekutanisha watu 32 kutoka kwenye mashirikisho mbalimbali ama taasisi mbalimbali 12,000. Wanafanya vikao vyao katika maeneo mbalimbali. Wamefanya Afrika, wamefanya Hong Kong, watafanya Afrika kama alivyofanya Rabat, wataenda Hong Kong, China, wataenda Montreal pamoja na maeneo mengine. Kwa maana katika mwaka wa 2025 kalenda yao inawaambia watakuwa na matukio takriban 6 kama sio 7. So usiku wa jana rasmi Engineer Hersi amekabidhiwa hiyo tuzo kutoka kwenye hili shirika la World Football Summit. Nimekwambia tangu mwaka 2016 jamaa wako kazini. Watu 32 kutoka kwenye mashirikisho 12,000 tayari wameshashiriki kwenye mijadala mbalimbali ya kuangalia mpira unatokaje hapa ulipo, unaendaje kwenye sehemu ambayo ni kubwa zaidi. Na kwa nini unaweza kujiuliza kwa nini engineer amepewa hii tuzo? Huku nyuma vilabu barani Afrika vikuwa na umoja wao na sauti moja kusemea kwenye vikao mbalimbali vya FIFA ama kuamua mambo yao na kutazama muktadha upi ambao inabidi waufuate. Lakini mara baada ya kupata hiki chombo ambacho ni African Football Association na mwenyekiti wake ni Engineer Hersi, manake wanapata sauti ya kuzungumza moja kwa moja na CAF inaweza ikawasikiliza katika umoja wao kupitia mwenyekiti wao. Lakini anapata wakati wa kuhudhuria vikao mbalimbali vya maamuzi ambavyo inawezekana back in days hawakuwa wanapata nafasi ya kuvihudhuria, walikuwa wanapokea order. Lakini pili, wanapata wasaa wa kujadili watokeje hapa na kuwa na michuano ambayo ni bora na ushindani ambao ulio kamili, lakini pia kubadilisha sera pamoja na sheria ambazo zilikuwa zinawanyima wao fursa ya mpira kuendelea kuwa mkubwa. Mfano, kulikuwa na sera ama sheria inayosema ukisajiliwa kutoka timu A kwenda timu B na hiyo timu A ilikuwa imeshiriki michuano ya CAF Champions League ama Confederation, timu itakayokusajili haitoruhusiwa kukutumia. Mfano, Simba lese walimsajili lese kama Eli Mpanzo kutoka huko alikokuwa. Sasa kule alikokuwa kama angekuwa amecheza michuano ya CAF Champions League ama Confederation Cup, maana yake asingepata nafasi ya kutumika kwenye kikosi cha Simba. Lakini kwa sababu na hiyo taasisi tayari ikajaribu kusema hapana, hii sheria imepitwa na wakati na inatuumiza, ikabadilishwa. Huko nyuma vilabu vilikuwa vipati chochote kitu, wanashiriki michuano ya kimataifa, lakini ili upate fedha uingie mpaka hatua ya makundi. Lakini this time around team zote zinazoshiriki kuna percentage fulani ya fedha ambayo wanaipata, kitu ambacho ni kizuri sana, kinawaongeza wao kwenye hali ya kupambana na kufanya usajili mzuri. Lakini kikubwa zaidi ni hawa jamaa kupata hiyo gut ama hiyo sauti ambayo itakuwa nazungumza. Nani ameleta hiyo yote? Maana yake tunamsifia Engineer Hersi. Ndio maana World Football Summit wamekaa chini kusema hapana, huyu jamaa inabidi apewe tuzo. Hii ina maana gani kwake yeye pamoja na mpira wetu? Nadhani kimpira tunatajisifia kwamba angalau tuna mtu ambaye uko kimataifa anaweza akawa ni nembo ya taifa. Lakini pili, inaweza ikatuonesha kwamba baadaye tuna viongozi ambao tukiwakabidhi mpira wetu kwa ujumla wanaweza akautoa mpira sehemu moja kwenda sehemu nyingine kutokana na yale maono walionayo. Lakini pia yeye mwenyewe inamsogeza kwenye nafasi ya kuzishika nyadhifa mbalimbali za mpira miguu. Siku moja nilikuwa nasikiliza interview moja, ama ni interview by the way, ya Alexander Kefrin ambaye yeye ni rais wa UEFA. Akanaelezea kupata nafasi kwenye vyama vya mpira duniani hata kitaifa ama kitaifa, unahitaji kwenda taratibu, upige step
taratibu, ujenge watu wako. Uwezi ukatoka from nowhere. Kanyasa tujaye kukuona ukiongoza hata timu ya mtaani, eti leo ujipate wewe ni kiongozi wa chama cha soka mkoa ama chama cha soka taifa ama umepata nafasi kwenda FIFA. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Ili uweze kufika huko, unahitaji kuzipiga hatua taratibu taratibu. Kwenye upigaji wa hatua hizo taratibu taratibu ndo unasogelea vyombo vikubwa na ngazi kubwa sana. So tumpongeze Engineers na Young Africans, wana kila sababu ya kujivunia. Na haya maendeleo si tu tumeyashuhudia kwenye African Club Association, hata kwenye kosi Young Africans tumeona revolution nyingi sana ambazo zimefanyika. Kuitoa Young Africans ambayo ilikuwa inaendeshwa kiwanachama kuileta kwenye Young Africans ambayo inaendeshwa kama professional. Although mpaka sasa hivi tunaweza kudirika kusema hawajafanikiwa 100% kufika kwenye ile professional wanayohitaji, kwa maana timu ijiendeshe kibiashara, lakini wanaelekea huko. Hawa jamaa wamesajili wanachama, hawa jamaa waingia mikataba mikubwa, lakini hata ile organization ya uongozi sasa hivi ukiangalia unaiona structure, kila mmoja ana jukumu lake, afanye hivi. Sio kila press conference Engineers anaongea, na sio kila press conference Andrew Ntina anaongea, na sio kila press conference Ali Kamwe anaongea. So wampate hiyo structure angalau ya uongozi. Kitu pekee yake ambacho bado ndani ya Young Africans anadaiwa ni kukamilisha huo mfumo wa mabadiliko, na Young Africans sasa iwe ni timu ambayo itakuwa inatengeneza faida kubwa sana. Mathalan, msimjuzi Young Africans walitengeneza faida, kama utakuwa unakumbuka, walitengeneza faida karibia milioni 500, lakini msimu jana hawakutengeneza faida. So lazima Young Africans wakae pale. Lakini pia ukiangalia kupata kwake tuzo hii, ukihusisha na vitu alivyofanya ndani ya kosi ya Young Africans, ninaweza sema ana deserve, kwa sababu ndani ya Young Africans ameifanya Young Africans kuwa kama semi galactical. Kwa mfano Young Africans sasa hivi wana wachezaji, wakimhitaji mchezaji yoyote mwenye level ya Tanzania wanaweza kumpata. Ni swala la pesa. Young Africans wanalipa mishahara mizuri sana. Kuwa na timu ambayo inaweza mlipa mchezaji milioni 28, milioni 30 sio jambo la kawaida. Lakini angalia aina ya wachezaji walioko kwenye kosi ya Young Africans, unaona kabisa walioko nje, walioko ndani. Kuna baadhi ya wachezaji wanakosa nafasi kwa sababu wana uwezo mdogo, lakini ni kwa sababu ya ile kasemi galactical ambako Young Africans wako nacho. So Engineer amefanya kazi kubwa sana, amepambana kwa level yake, lakini tunahitaji kuendelea kuona akipiga hatua. Hizi tuzo zisije zikamlevya, kwa sababu kinachouma ni kwamba umeshayafanya makubwa, watu wameanza kurecognize kazi unayofanya. Hizi tuzo zisije zikamlevya, kwa sababu kuna picha moja jamaa alikuwa anapewa medali, akipewa medali anainama, akipewa medali anainama, end of the day akajikuta shingo ina medali nyingi, ameinama hawezi hata kutembea. Medali sometimes na rewards zinatusaulisha dhumuni letu na kwa nini tuko hapa. Mimi naitwa Almachius Boniface Kanyasi, nikushukuru sana. Na wewe inawezekana una chochote kitu cha kumwambia Engineers, nitafurahi ukiniandikia hapo chini kwenye comment, uniambie wewe ni nani na unatokea wapi, na kila kitu kitakuwa kimeenda vizuri. Saluti la familia.